Naam, mwanafunzi wa lugha ya Kiswahili, mkereketwa wangu mahali ulipo, leo 30 Mei mwaka wa 2026, akraba ya saa yangu inanieleza kwamba ni saa 1:30 ya jioni, na nachukua fursa hii adimu mno kukukaribisha kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili. Na kabla hatujaanza kipindi chetu, ningeomba kwa heshima na taadhima kuu uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki ili tuweze kuandamana nawe tangu mwanzo hadi tamati mwa kipindi. Kumbuka kwamba tumekuwa tukiangazia fasihi simulizi, utanzu wa maigizo, na jana na leo asubuhi tuliweza kuangalia utangulizi, tukajua maigizo ni nini, sifa za maigizo, dhima ya maigizo, na tukaja tukatanguliza sasa vipera vya maigizo, ambapo tuliweza kuangalia kwa undani kuhusu kipera cha mifiga, ambapo tuliangalia mifiga ni nini, sifa za mifiga, mifano ya mifiga na hata dhima ya mifiga. Leo mada yetu itahusu kipera cha pili cha maigizo, kipera ambacho ni matambiko. Na kwanza tutatanguliza kwa kuangalia maana ya matambiko, baadaye tutageuka mifano ya matambiko, sifa za matambiko na umuhimu wa matambiko katika jamii. Kwanza tuangalie maana ya matambiko. Matambiko ni mojawapo, tunaposema kwamba matambiko, kunradhi, asiposema kwamba matambiko ni mojawapo ya vipera muhimu vya maigizo katika fasihi simulizi. Na matambiko ni ibada au ni sherehe au ni taratibu za kitamaduni zinazofanywa na jamii kwa lengo la kuwasiliana na nguvu za kiroho kama vile Mungu, miungu, mizimu ya mababu au roho mbalimbali. Matambiko hujengwa juu ya imani kuwa kuna uhusiano wa karibu kati ya ulimwengu wa wanadamu na ulimwengu wa kiroho, ambapo nguvu hizo za kiroho zinaweza kuathiri maisha ya watu kwa namna mbalimbali. Jambo jingine ni kwamba katika jamii nyingi za Kiafrika, matambiko yalikuwa njia ya kutafuta suluhisho la matatizo yaliyoshindikana kutatuliwa kwa njia za kawaida. Matatizo hayo yalijumuisha wakati mwingine kuna matatizo kama vile ukame, magonjwa sugu, utasa katika familia, maafa ya asili, vita, njaa na mikosi mbalimbali. Vile vile, matambiko yalitumika kutoa shukurani kwa mafanikio yaliyopatikana, kuomba msamaha kwa makosa yaliyotendwa na kuomba baraka na ulinzi kutoka kwa nguvu za kiroho. Nitaongeza kwa kusema kwamba kwa kawaida matambiko yaliambatana na utoaji wa sadaka au kafara kama vile vyakula, maziwa, pombe za kienyeji, mazao ya shambani
au dhabihu za wanyama. Taratibu hizi ziliongozwa na watu waliokuwa na mamlaka ya kiroho katika jamii kama vile wazee wa ukoo, makuhani wa jadi, waganga au viongozi wa kimila. Kwanza, jambo jingine ambalo ningependa tuangalie asili na msingi wa matambiko. Asili ya matambiko. Matambiko yanatokana na imani za jadi zilizoshikiliwa na jamii mbalimbali kuhusu uwepo wa nguvu zisizoonekana ambazo zina uwezo wa kuathiri maisha ya mwanadamu. Jamii nyingi za Kiafrika ziliamini kuwa mababu waliokufa waliendelea kuwepo katika ulimwengu wa roho na walikuwa na uwezo wa kuwalinda na kuwaadhibu walio hai kulingana na mwenendo wao. Na jambo jingine pale ni kwamba kutokana na imani hiyo, wanajamii waliona umuhimu wa kudumisha uhusiano mzuri na mizimu ya mababu pamoja na nguvu zingine za kiroho kupitia matambiko. Hata hivyo, matambiko yakawa sehemu muhimu ya maisha ya kijamii, kiutamaduni na hata kidini. Kile ambacho ningependa tuangalie ni kuangalia aina hizi za matambiko. Baadhi tu ya aina za matambiko, sio kwamba nitarejelea matambiko yote kwa jumla la. Kuna matambiko ya kuomba mvua. Na nikieleza tu kuhusu matambiko haya ni matambiko yaliyofanywa wakati wa ukame ili kuomba mvua kwa Mungu, miungu au mizimu ya mababu. Jamii nyingi za wakulima, wafugaji ziliamini kuwa mvua ni zawadi kutoka kwa nguvu za kiroho, na hivyo ilipaswa kuomba kupitia ibada ya maalum ambayo wakati mwingine inahusisha utoaji wa sadaka ama utoaji wa kafara. Kwa hivyo, hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ya matambiko ni matambiko ya kuomba baraka. Matambiko haya yalifanywa ili kupata mafanikio katika shughuli mbalimbali kama vile kilimo, biashara, uwindaji, uvuvi, vita au safari. Wanajamii waliamini kuwa baraka za mababu au miungu zingewawezesha kufanikiwa katika shughuli zao. Aina ya tatu ya matambiko ni kwamba kuna matambiko ya shukrani. Baada ya kupata mafanikio kama mavuno mazuri, kupona ugonjwa, kupata mtoto au kushinda vita, jamii inaweza ikafanya matambiko ya kutoa shukrani kwa nguvu za kiroho zilizoaminika kuwa chanzo cha mafanikio hayo. Jambo jingine ni kwamba aina nyingine ya matambiko kwamba kuna matambiko ya utakaso. Matambiko haya yalifanywa ili kuondoa mikosi, kuondoa laana, kuondoa majanga au kuondoa uchafu wa kiroho uliodhaniwa kuingia jamii ama mtu binafsi. Mara nyingi yaliambatana na matumizi ya dawa za jadi, maji maalum au dhabihu. Kuna matambiko pia ya mpito. Kwa hivyo aina ya tano ya matambiko ni kwamba kuna matambiko
ya mpito. Haya ni matambiko yanayofanyika wakati wa hatua muhimu za maisha kama vile kuzaliwa, jando, unyago, ndoa, kutawazwa kwa viongozi na mazishi. Matambiko haya humwezesha mtu kupokelewa rasmi katika hatua mpya ya maisha. Kwa hivyo kama ni ndoa, anapokelewa rasmi katika ndoa. Kama ni uongozi, basi anapokelewa katika uongozi. Kuna matambiko ya kusuluhisha migogoro. Jamii nyingi zilifanya matambiko ili kurejesha imani baada ya migogoro ya kifamilia, migogoro ya kikoo au migogoro ya kijamii. Sadaka na maombi maalum yalitolewa ili kuondoa chuki na kuimarisha maelewano. Kwa hivyo hayo ambayo nimetaja, matambiko ya kusuluhisha migogoro, matambiko ya mpito, matambiko ya utakaso, matambiko ya shukurani, matambiko ya kuomba baraka na matambiko ya kuomba mvua ni aina za matambiko. Basi ningeomba tuangalie sifa za matambiko. Matambiko yana sifa gani katika jamii? Matambiko yana sifa gani? Mojawapo ya sifa ya matambiko ni kwamba matambiko ni sanaa tendaji. Naposema matambiko ni sanaa tendaji, basi ni vyema kung'amua kwamba matambiko hutendwa mbele ya washiriki na hata mbele ya hadhira kwa kuhusisha vitendo mbalimbali kama vile kuimba, kucheza, kupiga ngoma, kutoa sadaka na hata kuomba. Kwa hivyo tunaposema kwamba ni sanaa tendaji ni kwamba inahusisha vitendo. Mojawapo ya vitendo ni kutoa sadaka ama kutoa kafara, kuomba, hata wakati mwingine tunapiga ngoma ama tunacheza ama hata kuimba. Jambo la pili ni kwamba matambiko huongozwa na watu maalum. Kwamba matambiko huendeshwa na watu wenye mamlaka ya kiroho na kijamii kama vile makuhani wa jadi, waganga, wazee wa ukoo au viongozi wa kimila. Kwa hivyo sio mtu yeyote atakayeongoza matambiko, bali ni watu maalum, watu mahususi. Nimetoa mfano wa makuhani wa jadi, waganga, wazee wa ukoo na viongozi wa kimila. Sifa nyingine ya matambiko ambayo ni vyema ieleweke ni kwamba matambiko hufanyika katika maeneo maalum. Kwamba matambiko hayawezi kafanyika mahali popote pale. La, matambiko mara nyingi hufanyika katika sehemu zinazoheshimiwa na jamii kama vile makaburini, mapangoni, wenye milima, kwa mfano ndugu zetu kutoka maeneo haya ya kati huwa mara nyingi wanaangalia mlima Kenya. Wengine ni chini ya mti mikubwa au hata kwenye madhabahu za jadi. Nadhani jamii ya Wameru mnaenda kwa shrine, yale madhabahu ya jadi. Kwa hivyo yanafanyika katika maeneo maalum. Kwa hivyo sio mahali popote tu ambapo matambiko yanafanyika. Ni vyema pia kuelewa kwamba sifa nyingine ya matambiko ni kwamba matambiko huambatana na sala na maombi. Kwamba washiriki humuomba Mungu, miungu au mizimu kwa kutumia dua, nyimbo za kiibada na maombi ya kimapokeo. Kwa hivyo kuna maombi ya kimapokeo, sio maombi ya kawaida tu kama yale ambayo yanafanyika wakati wa ibada siku za Jumapili kama kesho. La, yanafanyika, kuna maombi ya jadi, maombi ya kimapokeo
yale ambayo yanapokezwa kutoka kizazi hiki hadi kizazi kingine. Kuna namna jamii za Kiafrika wanaweza wakaomba, na ni njia moja ambayo huwa unapokezwa kutoka kizazi hadi kizazi kingine. Sifa nyingine ya matambiko ni kwamba matambiko huhusisha utoaji wa sadaka au kafara, kwamba sadaka hutolewa kama ishara ya heshima, shukurani au ombi kwa nguvu za kiroho. Kwa hivyo ni muhimu kwamba inahusisha utoaji wa kafara. Matambiko pia hutumia lugha ya kifasihi, kwamba matambiko hutumia lugha yenye taswira, lugha ambayo ina mafumbo, lugha ambayo ina tamathali. Kuna takriri wakati mwingine, tashihisi pale ambapo unatumia ni mbinu ya kuvipa vitu ambavyo havina uwezo wa kibinadamu sifa za kibinadamu, au hata maneno ya kiibada yenye mvuto wa kisanaa, na ndiposa tunasema kwamba hutumia lugha ya kifasihi. Matambiko hutumia lugha ya kifasihi. Jambo jingine ni kwamba kuhusiana na matambiko ni kwamba matambiko hufuata taratibu maalum, na ni vyema tuelewe kwamba kila jamii huwa na kanuni na hatua maalum za kufuata wakati wa kutekeleza matambiko. Kwa hivyo kuna utaratibu fulani, kuna utaratibu endapo inahusisha kutoa kafara. Kwa hivyo hamwezi tu mkatoa kafara, bali kuna njia ambapo kafara inatolewa, baadaye shughuli gani itafuata hadi tamati. Kwa hivyo kuna huo utaratibu. Matambiko pia, sifa nyingine ni kwamba matambiko hushirikisha jamii. Matambiko hushirikisha jamii. Kwa hivyo ingawa matambiko huongozwa na watu maalum, wanajamii wengi hushiriki kupitia nyimbo, maombi, sadaka na hata kushuhudia tambiko. Kwa hivyo hawa watu maalum hawawezi wakafanya matambiko peke yao, bali jamii nzima. Kwa hivyo unaweza pata wengine wameenda kushuhudia, wengine wanashiriki katika kutoa sadaka zao, wengine watashiriki katika maombi, na hata wengine watashiriki katika uimbaji. Matambiko pia hujengwa juu ya imani. Matambiko hujengwa juu ya imani za jamii, kwamba matatizo hayawezi kutenganishwa na mfumo wa imani, mila na desturi za jamii husika. Kwa hivyo kama ni Kibokusu, kama ni Kimasai, kama ni Kikalenjin, kama ni Kikuyu, kama ni Kigiriama, yale matambiko yatafanywa kulingana na imani ya jamii hiyo, kulingana na mila za jamii hiyo, kulingana na desturi za jamii hiyo. Basi baada ya kuangalia sifa, nitakuwa mwingi wa shukrani tukiangalia, je, matambiko una umuhimu gani katika jamii? Matambiko una umuhimu gani katika jamii? Matambiko yalitumika kama daraja la mawasiliano kati ya wanadamu na nguvu za kiroho zinazoaminika kusimamia maisha ya watu. Kwa hivyo kuna kuunganishwa kati ya ule ulimwengu wa wanadamu na ulimwengu wa kiroho, kwa sababu sasa endapo unahusisha mizimu, inahusisha miungu, ama inahusisha hata Mungu na wanadamu ambaye ni hai, kwa hivyo kuna huo muungano ambao unaletwa. Kwa hivyo ni kama daraja ambayo inaleta mawasiliano kati ya walio hai na nguvu za kiroho. Matambiko pia una umuhimu mwingine katika jamii, ni kwamba matambiko huhifadhi mila na desturi, kwamba matambiko yaliwezesha kuridhishwa kwa mila, desturi na imani za jamii kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Matambiko pia yana umuhimu mwingine, ni kwamba matambiko hukuza umoja na mshikamano, kwamba wanajamii walipokusanyika
kushiriki katika matambiko waliimarisha ushirikiano, walijenga mshikamano wao, walijenga hata utambulisho wao wa pamoja. Matambiko pia itakuwa ni jambo la busara kujua kwamba matambiko huelimisha jamii, na tunajua kwamba kupitia kwa mawaidha, nyimbo na mafundisho yaliyotolewa wakati wa matambiko, vijana walifundishwa maadili na wajibu wao katika jamii. Na ndiposa tunasema inafanya nini? Inaelimisha jamii. Jambo jingine ni kwamba matambiko hudhibiti maadili ya jamii. Matambiko hudhibiti maadili ya jamii, kwamba matambiko yalitumika kuhimiza tabia njema kama vile utii, heshima, uwajibikaji na mshikamano, huku yakikemea maovu mbalimbali. Matambiko pia yalitumika katika kutatua changamoto za kijamii, kwamba jamii zilifanya matambiko ili kuomba suluhisho la matatizo kama ukame, magonjwa, njaa, mafuriko na migogoro. Kwa hivyo ndiposa ninasema kwamba matambiko yalisaidia katika kutatua changamoto hizo za kijamii. Matambiko pia yana umuhimu wa kutoa kinga na ulinzi. Na yanatoa kinga na ulinzi kwa namna gani? Wanajamii waliamini kuwa matambiko yaliwalinda dhidi ya mikosi, magonjwa, nguvu ovu na hata majanga mbalimbali. Jambo jingine isitoshe ni kwamba matambiko husherehekea matukio muhimu, kwamba matambiko yaliambatana na matukio muhimu ya maisha kama vile kuzaliwa, ndoa, mavuno, ushindi na hata mazishi. Na jambo la umuhimu mwingine ni kwamba matambiko huhifadhi historia ya jamii. Matambiko huhifadhi historia ya jamii, kwamba kupitia nyimbo, maombi na masimulizi yaliyotumika katika matambiko, historia ya jamii iliweza kuendelezwa. Ni vyema pia tuweze kuelewa kwamba matambiko una umuhimu wa kuburudisha, kwamba matambiko yalijumuisha vipengele vya nyimbo, ngoma, muziki na maigizo vilivyotoa burudani kwa washiriki. Kwa hivyo mwanafunzi na mpenzi wa lugha mahali ulipo, tumefika tamati ya mada ya leo, ambapo tulikuwa tunaangalia matambiko na tumeweza kuangalia matambiko ni nini. Tumeweza kuangalia aina za matambiko, kwa mfano matambiko ya kuomba mvua, matambiko ya kuomba baraka, matambiko ya shukrani, matambiko ya utakaso, matambiko ya mpito, matambiko ya kusuluhisha migogoro. Tumeweza pia kuangalia sifa za matambiko, ambapo tumesema matambiko ni sanaa tendaji, huongozwa na watu maalum, hufanyika katika maeneo maalum, huambatana na sala au maombi, ama huhusisha utoaji wa sadaka na kafara. Matambiko hutumia lugha ya kifasihi. Matambiko hufuata taratibu maalum. Matambiko hushirikisha jamii. Matambiko hujengwa juu ya imani za jamii. Tumeweza pia kuangalia dhima za matambiko katika jamii, ambapo tumesema kwamba matambiko huunganisha ulimwengu wa wanadamu na ulimwengu wa kiroho. Tumesema pia kwamba matambiko huhifadhi mila na desturi, na nimeweka pia bayana kwamba matambiko hukuza umoja na mshikamano. Nimeeleza pia kwamba matambiko huelimisha jamii. Matambiko pia hudhibiti maadili ya jamii.
Matambiko pia hutatua changamoto za kijamii. Matambiko hutoa kinga na ulinzi. Matambiko husherehekea matukio muhimu na matambiko huhifadhi historia ya jamii. Matambiko mwisho huburudisha. Kwa hivyo mpenzi msikilizaji, ningeomba kwamba uweze kufanya nini? Ningeomba kwamba uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki Uketo wa Kiswahili. Jina langu ni Ustadh Kakamnai kama ilivyo ada, na tuendelee kutangamana kwenye kipindi kama leo na hata wakati mwingine, lakini ningeomba uweze kusubscribe. Wanasema kwa Kiswahili kwamba ukiujua huu na huu huujui. Nawatakia usiku mwanana. Alamsiki.